Media TV, siku zote tunazidi kawaida. Ni kumshukuru Mungu kwa kidogo alichotupa na kumuomba zaidi, kwa sababu wanasema wenye hekima zaidi kwenye mambo ya dini, asiyeshukuru na kidogo hata kikubwa hawezi kushukuru. Kwa hiyo kwanza tushukuru kwa kidogo ambacho tumekipata, alafu tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie kikubwa zaidi. Kwa hiyo kwenye kushukuru na kuomba, hapo kwenye kushukuru na kuomba tukakubaliana tufanye jambo moja siku ya kesho, panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Na hilo jambo tutalifanya makao makuu ya club hapa. Na jambo hilo tutalifanya tukiongozwa na baraza letu la wazee wa club, kwa sababu tutahitaji pia dua ya shukrani, lakini pia tutahitaji dua ya kuelekea mchezo wa fainali wa CRDB dhidi ya Singida Black Stars. Ni jambo gani ambalo tutalifanya siku ya kesho hapa makao makuu asubuhi na mapema? Kesho tutaweka historia. Klabu ya Yanga Afrika hapa tutakunywa supu ya ngamia. Kesho tutaangusha ngamia hapa. Tumeshakunywa supu ya ng'ombe, tumeshakunywa supu ya pweza, sasa kesho tutaangusha supu ya ngamia hapa makao makuu ya klabu. Mnavyosikia ngamia jamani, angekuja kusimama hapa ingetulazimu tutoboe hii ili aenee. Ni dude la maana kweli. Kwa hiyo tutamchinja, alafu wazee watatuongozea dua kwanza ya shukrani, kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kidogo alichotujalia msimu huu, ubingwa huu wa kwanza wa ligi. Lakini la pili, tumuombe sasa Mwenyezi Mungu atupeleke sasa kwenye maandalizi ya sherehe kubwa ya kutwaa uchampioni wa ligi kuu na CRDB kwa jumla. Sisi tumeelewana vizuri hapo eh? Kwa hiyo kesho kuna shughuli mbili zitafanyika. Shughuli ya kwanza, ngamia ataanguka. Mnaona kama utani, ngamia ataanguka hapa kesho hapa inshallah. Alafu tutafanya dua kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mafanikio haya, alafu tutakwenda kuomba dua Mwenyezi Mungu atujalie tukauchukue na ubingwa mwingine kule Zanzibar. Kwa nukta hiyo, niwakaribishe sasa wanachama wa Yanga wote kesho makao makuu asubuhi na mapema saa 1 tuwe hapa yaumul Jumaa kesho. Hapa mapema tuwe hapa wote wanachama wa Yanga ambao mtanisikia, tuje tunywe supu ya ngamia. Jamani, ngamia na utamu wake. Tuje tunywe supu ya ngamia kesho hapa makao makuu ya club. Leo waandishi ambao mtapata nafasi, tutaongozana na nyie mkashuhudie ngamia wetu na maandalizi yake ya kuchinjwa. Huyo ngamia achinjwi tu hivi kama wataka kuchinja kuku. Ngamia na maandalizi yake. Pigwe dua kidogo mpaka akae chini ndo kisu kiingie. Kwa hiyo mtakaokuwa na nafasi tutawapeleka leo. Sisi mkasema nyama hii tutawapeleka na nyie mkashuhudie nyama akianguka, kwa ajili ya wanayanga kesho kuja hapa kunywa supu. Hili jambo la supu na Yanga ndugu zangu liko hivi.
Yaani jambo la supu na Yanga ni hivi, kwa sababu supu asili yake ni mkono. Alipokula mkono wa Viola ndio ikawa supu ya kwanza kunywea hapa makao makuu. Kwa hiyo tumekubaliana supu na Yanga ziende sambamba. Kwa hiyo kesho kunayo supu ya ngamia hapa makao makuu. Mbali na mashabiki na wanachama wa Yanga ambao tumewaalika, tunafahamu ndugu zetu sasa hivi wapo kwenye msongo wa mawazo, wanapitia mazito kwelikweli, hawajui cha kushika, hawajui cha kufanya, yaani hawajui ni 2 au ni 22. Kwa hiyo tunawaalika pia ndugu zetu, kitaalamu ngamia anatibu maradhi hayo ya ini. Kama una sumusumu mwilini hivi, ngamia supu yake inatibu hiyo. Kwa hiyo ndugu zetu ambao wana stress sasa hivi pia kesho tunaomba makao makuu, jamani, muwaambie tunawaomba waje hapa kwa ajili ya kunywa supu ya ngamia kwa pamoja. Ya ng'ombe ile walishakujaga, na hii ya ngamia tunaamini inshallah watakuja kwa pamoja tufurahike nao. Baada ya kutangazia ratiba hiyo, timu yetu kesho itafanya safari ya kuelekea Zanzibar. Inaondoka saa ngapi? Inaondoka vipi? Mimi mwenyewe sijui, na huo ni utaratibu wa michezo mikubwa kama hiyo. Kwa hiyo katika hilo pia mtaniwia radhi ndugu zangu waandishi wa habari, tukutaneni wapi? Zanzibar. Lakini Yanga itaondoka kesho kuelekea Zanzibar. Inaondoka usafiri gani, muda gani, njia gani, mimi mwenyewe sijui. Yanga itakuwa iko Zanzibar. Maana sasa tumekuwa tunafuatafuatwa sana sasa hivi. Watu wamekuwa wakitegea hizi pesi zangu hizi, mtu anatega kusikiliza hapa na mambo yake pembeni. Kasema saa ngapi? Saa 6. Sasa wewe vipi? Sijui. Tunaondoka saa ngapi? Tunaondoka na nini na tunaelekea vipi huko Zanzibar. Lakini najua Yanga itakuwa Zanzibar siku ya kesho inshallah kuanza maandalizi ya mchezo huo wa fainali. Sasa basi tuje kwenye lengo, wameongeza nao chachu na flavor ya ushindani kwenye ligi. Sasa kutoka jana ambako tumechukua ubingwa, swali ambalo wanayanga walikuwa wakijiuliza, tunaanza lini sherehe za ubingwa? Ndio swali kubwa ambalo wanayanga wamekuwa wakinitumia. Lakini pasina kusahau wanayanga wenzangu, hapa sio mwisho. Hapa sio mwisho msimu huu. Tarehe 29 tutakuwa na mechi nyingine ambayo ni fainali, ambayo itafanyika Zanzibar. Tutacheza na Singida Black Stars. Kwa hiyo tukawa tunatafakuri pale, tuweke msondo sasa hivi au tusubiri tumalize mambo yote kwa pamoja? Tukawa tupo kwenye tafakuri, na tafakuri hii ikatupelekea kwenye makubaliano yafuatayo. Jambo la kwanza ambalo tutalifanya kama wanayanga, ni kumshukuru Mungu kwa kidogo alichotupa na kumuomba zaidi, kwa sababu wanasema wenye hekima zaidi kwenye mambo ya dini, asiyeshukuru na kidogo hata kikubwa hawezi kushukuru. Kwa hiyo kwanza tushukuru kwa kidogo ambacho tumekipata, alafu tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie kikubwa zaidi. Kwa hiyo kwenye kushukuru na kuomba, hapo kwenye kushukuru na kuomba tukakubaliana tufanye jambo moja siku ya kesho panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Na hilo jambo tutalifanya makao makuu ya club hapa. Na jambo hilo tutalifanya tukiongozwa na baraza letu la wazee wa club, kwa sababu tutahitaji pia dua ya shukrani, lakini pia tutahitaji dua ya kuelekea mchezo wa fainali wa CRDB dhidi ya Singida Black Stars. Ni jambo gani ambalo tutalifanya siku ya kesho hapa makao makuu asubuhi na mapema? Kesho tutaweka historia. Klabu ya Yanga Afrika hapa tutakunywa supu ya ngamia.
Kesho tutaangusha ngamia hapa. Tumeshakunywa supu ya ng'ombe, tumeshakunywa supu ya pweza, sasa kesho tutaangusha supu ya ngamia. Jongo Media TV, siku zote tunazidi kawaida.